Hii vita tumejiandaa kuipigana na pumzi tunayo. Samia anachotaka afanye. Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Hii vita tumejiandaa kuipigana na pumzi tunayo. Samia anachotaka afanye na serikali yake. Lakini sisi hatuko tayari kukata pumzi, hatuko tayari kupigia magoti uovu, na wote mmemwona mwenyekiti, mmeona spirit yake, amejiandaa sawa sawa. Hivi vitisho vya maigizo ambavyo vimefanyika kwa muda mrefu sana kwenye nchi hii, kwamba kufanya siasa ambayo tumekubaliana kufanya tangu 92 iwe inafanywa kwa hisani ya CCM, utawala huu wa Chadema umekataa. Tutafanya siasa kwa sheria, sio kwa hisani ya Samia, sio kwa hisani ya CCM. Kwa hiyo kwenu wanachama, msijisikie vibaya wala msitetereke. Dunia inaona na sisi tunaona, na hili la mwenyekiti Lissu kukamatwa na kuweka ndani, msisahau kwamba ni mwendelezo wa vitisho vya kutaka kutupigisha magoti, na havijaanza na yeye kukamatwa. Genesis ya haya yameanza ndani ya CCM yenyewe. Ukisoma kanuni za uchaguzi za CCM, ibara ya 9 inaeleza utaratibu wa Samia Suluhu Hassan aliyopaswa kufuata kuchukua fomu ya chama chake. Hakufuata huo utaratibu. Utaratibu wa CCM yenyewe kwenye kanuni zake, ibara ya 9 umeeleza namna mtu anavyotakiwa kuchukua fomu, ni wakati gani watu wanachukua fomu. Unatakiwa uchukue fomu wakati ambao uchaguzi umetangazwa. Samia Suluhu Hassan ameteuliwa na kupitishwa kuwa mgombea mwezi wa kwanza, bunge halijavunjwa, chama chake hakijatangaza uchaguzi. Baada ya kuwa amepitishwa, akaangalia nje huko, kompetita wake ni nani? Mwenyekiti Tundu Lissu. Anamuweza Tundu Lissu? Kwa hiyo nimkamate, nimweke ndani kwa kesi ambayo hata haikuwa planned. Ilikuwa ni kesi ya yeye kujirescue, apate utawala na utaka kwa njia zozote, by any means necessary. The end will justify the means. Akamkamata Lissu, amekaa naye. Watanzania walipo resist kwamba hatuwezi kwenda kwa uchaguzi huu, na kama mtakumbuka, sisi tulisema tangu mwanzo kwamba tuko tayari hata aongezewe muda wa kukaa madarakani ili mradi reforms zifanyike. Tulisema na katika hilo tumekutana na watu wengi. Tumekutana na mabarozi, tulikutana na shura maimamu, tulikutana na Legal Human Rights Center, tumekutana na watu wengi, tumekutana na mzee Butiku wakiwa na mzee Warioba, kumweleza kwamba hatuko tayari tena. Tarehe 9 ambayo mwenyekiti anakamatwa, siku hiyo hiyo ndio wakina Said Issa walisaini form za kukishtaki chama. Haya matukio hayajitokezi hivi hivi, ni matukio ambayo yako planned. Mtakumbuka kwamba wakati tunachaguliwa, licha ya kina Said Issa, msajili wa vyama vya siasa alisema hamtambui katibu mkuu. Mwezi mmoja tu baada ya kuchaguliwa, hatambui katibu mkuu. Sasa sisi tunawaambia pumzi tunayo, tutaenda nao wanavyotaka. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.